Leticia, mamangu Mungu namkabidhi mikononi mwako. Hivi ni mshenzi eh? Yaani mtu nakuita niko hapa halafu hutaki kuitika. Kwa maana hiyo hunisikii au ni kiburi? Hivi unajua ni shida gani ambayo inanifanya mimi nikuite hapa? Wewe Leticia wewe. Wewe. Hivi inamaanisha binti yako kazi ya kusikia au? Yaani muda mrefu unamuita lakini amekaa kimya. Kwa hiyo hakusikii. Tami, hivi ni heshima ya wapi? Ili dharau kiasi gani mtu nimempata nimetoka huko nilikotoka, nimefika mpaka hapa na muita alafu hataki kuitika. Maana yake ni nini? Usiulize umfanye nini huyu. Inaonekana makofi uliomchapa hayajafanya kazi. Sasa subiri nikuokotee kitu hata iwe ni bunduki, hata ni chochote kile mpige hata afia hapa. Tami, sasa naomba unisikilize. Hilo jiwe usiende hata kunitafutia. Naenda kulitafuta mwenyewe ili yani mtoboe macho yake mpaka dabu yake imkae sawa. Yeye anajifanya amepagawa. Mwenzio nimeshapagawa zaidi yako. Sasa subiri nikunyoshe wewe binti. Inaonekana kwenu hujafundishwa, mpuuzi mmoja. Yaani unakula kwangu, unaishi kwangu, afu unaniletea dharau. Subiri. Samahani dada, nilikuwa nasali. Hivi kumbe wewe ni mpumbavu eh? Ina maana nakuita muda wote, kumbe ulikuwa unanisikia. Halafu unakuja unasingizia ulikuwa unasali. Hivi uko kwenu umetoka, umeaga unakuja kusali hapa nyumbani kwangu, si ndio? Au hii nyumba yangu umegeuza kanisa, si ndio? Yaani umetembea huko kote nje umekosa makanisa. Halafu unakuja unajipigisha magoti hapo unaanza kusali. Unasali kitu gani wewe binti? Hivi unajua kilichokuwa kinanifanya mimi nikuite? Lakini dada, hata wewe mwenyewe nadhani utakuwa unazijua sheria za dini. Ukiwa unasali hautakiwi kumuitikia mtu yoyote, na hata kama kuna kitu chochote kikitokea hautakiwi kudili nacho. Wewe unachotakiwa ni kumwomba Mwenyezi Mungu. Na ndio maana mimi hata sijataka kukuitikia, lakini naomba unisamee. Kwa hiyo unachokimaanisha hapo, hata siku ikitokea nyumba yangu inaungua moto na wewe uko ndani unasali, ina maana unaweza ukateketea humo na nyumba yangu na usitoke hata nje kutafuta msaada ili nyumba yangu iokolewe, si ndio? Dada, unajua kile kitu kwenye maisha ya binadamu Mungu ndo anapanga. Kama Mungu atakuwa amepanga mimi nyumba iwake nikiwa ndani na sali, basi itaungua na nitafia mle, kwa sababu yeye ndo atakuwa amepanga na mimi sio chochote wa kuweza kuzuia. Hivi kumbe wewe binti ni chizi eh? Yaani ufe na nyumba yangu, si ufe peke yako. Sasa wewe mshenzi, naomba unisikilize. Hapa ndani kwangu panisha kushinda, naomba utoke. Yaani kwanza sasa sikutaki na nikii. Wewe. Mbona kama hivyo yani? Mnataka kungoana meno kwenye tiles au sio? Nini kinaendelea? Mume wangu, huyu binti mimi ameshanichosha hapa ndani, simtaki, nataka aondoke aende nyumbani kwao. Wewe. Kwani changamoto nini yani? Shida inakufanya yani aondoke kwao ni kitu gani? Yaani Beni, imagine nimemwita ndani ya masaa 3 na yuko hapa amekaa. Mimi anatoka kule akajifanya ameanza kusali, sijui anasali kitu gani, lakini nina imani kabisa alikuwa amekaa pale kwenye sofa ametulia tu, lakini alikuwa ananisikia vizuri na hataki kuitika. Hizo ni dharau mume wangu. Ameshaanza kunipanda kichwani, simtaki ndani kwangu mimi. Basi tulia. Wewe unataka aende kwao, si ndio? Ndio. Anyway, hamna kesi. Wewe ndio ulomleta huyu. Ila iko hivi, kwenye sheria za wafanyakazi wote, utakapotaka kumwachisha mtu kazi aliyakuwa hana makosa yoyote, wewe utatakiwa kumlipa fidia ya miezi 3 ya mshahara wake. Alafu pia kwa sababu huyu anakudai, itabidi umpe ile pesa anakudai. Alafu ukishampa utamruhusu aende. Wewe si ndio ulomleta? Mwambie aende. Beni, kwa maana hiyo unataka kuniambia hujaona makosa yake aliyoyafanya, si ndio? Wewe si unataka aende? Anyway, wewe kwani hujamaliza kazi zako ndani? Hapana shemeji. Mimi kazi zangu zote nimemaliza, na ndio maana nimeamua kutenga muda wangu kwa ajili ya kumuomba Mungu. Lakini nashangaa tu dada anaanza kulalamika, mimi hata sijamkosea chochote. Anyway, sawa. Mimi nimekubali aende. Na wewe kwa sababu kwenu kusali ni makosa. Mtu akiwa anasali, wewe unatakiwa afukuzwe kazi. Kwenu kusali ni makosa, mpe hela zake aende. Mshenzi wewe. Basi mimi siompatie pesa yake aondoke, lakini wewe Beni wewe. Tami, mambo? Oh, Daisy. Karibu. Asante ndugu wangu, jambo? Mimi si jambo, jamani umependeza leo. Oh,
Asante mdogo wangu. Dai. Ngoja basi niwaache mimi nielekee pale nikamalizie majukumu yangu maana kuna kazi kidogo sijamaliza. Basi sawa mdogo wangu. Bye. Bye. Salimiani bwana Tami, acha utani. Hey! Binti. Sitaki mazoea nawe kabisa. Unaponikuta kwenye engo yangu, uniache kama nilivyo. Kilichokuleta kifate, ukimaliza ondoka. Sitaki mazoea na wewe. Mkono wako wa nini? Tami, mbona kama hivi? Kwa nini mnagombana? Kwani shida nini jamani? Mpaka wewe unakataa mkono wa mwenzako. Bora hata shoga yangu umekuja. Hebu tuachane nalo ili kwanza. Vipi shemeji anasemaje ndani? Wewe naye mambo yako bwana. Hem, tuachane na hayo ya ndani bwana. Hayo ni mambo ya ndoa yangu. Nadhani tuachane nayo. Mimi nachotaka kujua ni hiki ambacho mnagombana mpaka hamtaki kusalimiana. Kuna shida gani kwani? Shoga yangu. Tena bora hata huyu ndugu wako amekuja. Tena kajileta mwenyewe. Hivi unajua jizo nifanyia huyu binti? Mimi sijui. Kwani alikufanyia nini? Yaani huyu akunizalilisha mimi mbele ya mfanyakazi wako wa ndani. Dada, huyu dada kanipandisha, kanishusha, kanizodoa. Yaani kaniona kama takataka, kama kinyesi. Niulize shida ilikuwa ni nini? Sababu ilikuwa nini mpaka nakudhalilisha mbele ya mfanyakazi wangu? Yaani huyu dada kanikuta nikiwa namwagiza Leticia, nikamwambia Leticia, naomba ukasafishe pale ndani, ukatoe vyombo. Alafu then naomba pia uniletee maji ya kunywa, nina kiu. Kwanza nilikuwa naongea na simu, kwa nikasahau kufanya nini, kunywa maji. Nikamwambia naomba ukaniletee glasi ya maji. Huyu dada pale anatokea. Wakati anatokea kaja pale kasimama, kaanza kunisema, dada kanipandisha, kanishusha, kaongea maneno mpaka nikajiuliza, huyu dada vipi? Anatokea wapi? Kwanza mimi na yeye mazoea ameanzia lini? Wakati gani? Yaani dada nimejiuliza mpaka nikajikuta nikatamani hata kummeza huyu dada. Lakini nikasema hamna shida. Nitaongea na wewe. Na sasa kingine ambacho nataka nimalizie. Kwenye safari zetu, kama huyu shoga yako atakuwepo, dada naomba usinishirikishe. Maana mimi sitowafuata na wala sitokuwepo. Na wewe si ushanielewa. Tami bwana. Eti Happy, kwa nini ulifanya hivyo? Janeti, mtu alikuwa anakula mwenyewe huko ndani, kashindwa kutoa mwenyewe vyombo, kamwita Leticia huko anafanya mambo yake. Nikaona siwe tabu, nikaenda kutoa mwenyewe nikasafisha. Kwani kuna ubaya? Tami, sasa unakasirika nini sasa? Huoni mtu mwenyewe kumbe alitoka mwenyewe akaenda akatoa vyombo akasafisha, kila kitu kikawa sawa. Kwa nini sasa unakasirika? Mbona vitu vyenyewe vidogo hivi? Tami, naomba tusifikie huko. Ili jambo dogo tu linaomba lisitugombanishe. Sasa sisi wenyewe tushaanza kugombana. Ndio nini sasa? Tuachane na hayo mambo. Twendeni ndani kwanza. Twende bwana. Kanoni. Wewe vipi? Kanoni, naomba kuzungumza na wewe. Uzungumza na mimi nini? Tuzungumze nini mimi na wewe? Na hiyo ridhaa ya wewe kuja nyumbani kwangu umeitoa wapi? Yaani umetoa wapi ujasiri wa kuja kwenye hekalu langu? Sikuuliza. Na nilikwambia nini kuhusu kuja nyumbani kwangu kabisa? Unajichukulia maamuzi mwenyewe? Wewe. Mimi na wewe tumeshaachana. Na tumemalizana kabisa. Kwa story yetu ya mapenzi, mahusiano imeshakwisha. Kwa hiyo usiendelee kuhangaika kuja nyumbani kwangu bila taarifa yoyote. Naomba iwe mwanzo na mwisho kuja nyumbani kwangu. Sitaki. Nimesemaje? Sitaki, ni marufuku kuja nyumbani kwangu kabisa yani. Kwa tumemalizana, ni hivyo, full stop. Tumemalizana? Yaani tumemalizana kivipi? Yaani tunaachanaje Kanoni? Tunaachanaje sasa? Nisikilize. Mimi na wewe hatuwezi kuachana. Kwa sababu mimi bado nakuhitaji kwenye maisha yangu. Yaani inamaanisha bado nakupenda. Kwa hiyo anavyoniambia sisi tumeachana, tumeshamalizana, mimi sikuelewi. Yaani tunaachanaje Kanoni? Unaniachaje sasa? Yaani kama ndo kwanza kuna mapenzi yameanza, basi ni ya kwangu mimi na wewe.
ndo kwanza mapenzi yetu yameanza, yani ndo kumekucha kabisa, bado saa moja. Tumeelewana? Hatuwezi kuachana hivi hivi, yani hatuwezi kumalizana kirahisi namna hii. Kwanza Kanoni nipishe huko. Wewe ujiona kuheshimu sana. Maamuzi yote ambayo naachukua kila siku ni kwa sababu nakuheshimu. Sitaki kukuvunjia heshima kabisa. Kwa hiyo ni bora kwa jinsi ninavyokuheshimu na ungejiheshimu hivyo hivyo. Nimekwambia mimi na wewe basi uipaswa uelewe. Na sio kuendelea kuhangaika kuja nyumbani kwangu bila taarifa zozote zile. Na mambo yangu ya msingi ya kufanya. Naomba ondoke nyumbani kwangu. Toka nyumbani kwangu. Haunielewi? Toka nyumbani kwangu. Na usirudie kuja nyumbani kwangu tena. Mwanamke unakuwa king'ang'anizi yani. Nishakwambia usije nyumbani kwangu bila taarifa yoyote. Sio tu taarifa, upaswi kuja nyumbani kwangu. Sasa unaenda kuja nyumbani kwa sababu gani yani? Na mimi nikisha sema sikutaki, sikuhitaji kwa maisha yangu, maana yake nimeshamaliza. Mtu anaendelea kuhangaika na maisha yangu, si kuna nini yani? Au kuna kitu ambacho unandai labda? Unakuja nyumbani kwangu hapa nimekuita bwana. Bwana, mimi nikishamalizana na wewe huwa sirudi nyuma. Swala mahusiano mimi nikimalizana na mtu huwa sirudi nyuma. Kwa hiyo ukiacha achika na huwa sirudi matapishi kabisa. Vipi bwana? Wewe kijana, una uhakika umerekodi vizuri kabisa hiyo video? Ya, nimerekodi vizuri. Yaani umezingatia kabisa engo zote kabisa, umerekodi tena vizuri kabisa? Ndiyo, nimerekodi vizuri sana. Na mimi waga sinaga kazi chafu. Umenipa kazi naifanya kazi. Safi sana kijana. Sasa hapo cha kuzingatia. Unaona pale aliponisukuma? Hakikisha unaikata, alafu unaiedit vizuri kabisa afu unanitumia. Kwa sababu hiyo video nina kazi nayo. Hakikisha umefanya haraka iwezekanavyo. Kuhusu hilo madam, usiwe na shaka kabisa. Sio kuedit tu. Nitaigenerate mpaka kwenye AI. Na hapo nitakuwa nimekamilisha kazi yangu na nitakutumia. Sawa, ukifanya hivyo utakuwa umetisha zaidi au sio? Sawa. Okay. Pablo, wewe ni mshenzi eh? Ina maana unataka kuniambia kabisa kuwa mimi nilipoweka mzigo wangu wewe hujauona, wakati nimetumia sekunde chache tu kukufungulia geti na nikatoka. Kwa maana hiyo wewe umetumia dakika ngapi kuingia pale ndani? Sijatumia hata dakika moja kuingia ndani. Yaani ulipotoka tu nimeingia ndani. Lakini sijafanikiwa kukuta kitu chochote. Na kitu ambacho unatakiwa kujua, mimi sina tamaa za hivyo. Tunapoweka makubaliano ni lazima nihakikishe anatimia. Kwa hiyo unataka kuniambia umeingia mpaka ndani ya geti na umeangaza kwenye maua, hujaona kitu chochote kile? Madam, tumefanya kazi nyingi sana mimi na wewe na sijawahi kwenda long hata siku moja. Nilipofika pale ndani sijakuta mzigo wa aina yoyote ile. Na kila sehemu pale ndani nimechunguza kwenye maua yote ila sijafanikiwa kuona mzigo wa aina yoyote pale. Na sijawahi kufanya kazi nje ya makubaliano yangu. Wewe, naomba unisikilize kwa makini. Tena tega ya masikio yako na unielewe vizuri. Unaona ule mzigo niloweka pale? Oya, una thamani ya pesa nyingi sana. Sasa kama una plani ya kunizunguka, oya, tutaumizana. Madam, nimesha kuambia mimi siwezi kukutapeli na sijaona kitu chochote. Kwa unavyonitisha ni kama unafeli. Kwa hiyo unataka kumaanisha mimi ndo sijaangalia vizuri? Anyway, acha nikaangalie mwenyewe nijiridhishe. Lakini Pablo, kama kuna ujanja wa aina yoyote unataka kuufanya, na kuhakikishia nitatoa huo uhai wako. Unanielewa?
Leticia. Abe dada. Samani mdogo wangu. Njoo mara moja. Abe dada. Samani. Kuna kitu changu nimepoteza. Nahisi kabisa labda wakati unafanya usafi utakuwa umenionea. Kitu? Ni kitu gani hicho dada? Ni kitu changu tu private kilikuwa kwenye kamfuko. Kwa kama umenionea naomba unipatie tafadhali. Dada. Kiukweli leo asubuhi wakati nafanya usafi sijaona kitu chochote kabisa. Nadhani unaona nimefanya usafi, yani kitu ambacho nimekiona ni uchafu tu na nimefagia, kila kitu kikawa sawa. Na hata kama ningekiona hicho kitu chako, mimi nadhani ningekuletea, hata pasingekuwa na haja ya kukusubiria mpaka niulize. Kwa nataka kuniambia kweli hujaona? Ndiyo dada, sijaona kitu chochote. Naomba unisikilize. Kama utakuwa nacho, mimi nakuhakikishia nitakupatia zawadi na utaishi kwa amani humu ndani. Kwa kama umekiona naomba tu unipatie. Dada, hamna hata haja ya kunibembeleza. Kama mimi ningekuwa nimekiona, ningekupatia. Sasa kwa nini nisikupatie? Alafu, kwani ni kitu gani hicho dada? Wewe umeshasema hujakiona. Kwa naomba uachane navyo. Kama hujakiona naomba uondoke. Toka bwana, sasa kukuona. Hujakiona afu bado unaniuliza maswali. Ndio nini sasa? Halo? Sebiga. Safi. Naomba unisikilize. Kuna kitu hapa kimejitokeza cha dharura. Ule mzigo ambao nilikuwa nampatia Pablo, kasema hajaupata. Na hisi kabisa atakuwa amenizunguka. Kwa hiyo sasa kazi ambayo nataka kukupatia, naomba ufanye uchunguzi wako ili nijue ambacho nakihisi kiko sahihi au la. Sawa. Make sure unafanya hivyo mapema sana. Na nikijua kuwa amenizunguka na kuhakikishia nitamkata viganja vyake vya mkono. Sawa. Leticia, una shida gani? Leticia, mdogo wangu, una shida gani? Unaumwa? Ndio Daebi. Naumwa. Umetumia dawa? Hapana, yani tangia asubuhi siko vizuri. Dada yako je, umemwambia? Hapana, dada hayupo kuanzia asubuhi na ndo nimeanza kuumwa muda sio mrefu. Basi nipeleke hospitali mara moja pale, twende. Lakini ndani hakuna mtu yoyote. Dada akija asiponikuta atafoka. Kuhusu hilo usijali. Tutaenda tutafunga geti vizuri pale, sawa eh? Tutarudishia geti vizuri, sawa? Usijali, twende mara moja mdogo wangu. Simama.